zangu, wanafalsafa na mwandishi nguli wa vitabu wa Marekani anaitwa John Michael Crichton aliwahi kuandika, if you don't know history then you don't know anything, you are a leaf that doesn't know it is part of the tree. Tafsiri isiyo rasmi ya maneno hayo, mwandishi anatufahamisha kuwa asiyefahamu historia ya jambo basi mtu huyo hajui chochote, na mwandishi akafananisha mtu huyo kuwa ni sawa na tawi la mti lisilotambua kuwa ni sehemu ya mti husika. Kwa msingi huo, nitoe rai kwenu wa Tanzania kwamba swala hili mlijadili kwa kina, kwani historia ndio kichocheo cha uono wa maendeleo ya taifa letu. Vijana wetu wasipoelezwa kuhusu chimbuko la amani na uzalendo wa nchi hii, ni vigumu kwao kujua umuhimu wa kuwa na amani katika nchi hii. Na tukiacha kulieleza hili, kutakuwa na chembe za uadui, uhasama usiokuwa na sababu. Heshima ambayo tunaipata nchi hii ya utulivu na amani, heshima ambayo tunaipata nchi hii kuwa ni kimbilio la waliopoteza amani kwenye nchi zao, linatokana na historia iliyojengwa na waliotutangulia. Ni budi sisi tulioko sasa na vizazi vijavyo kuendelea kuimarisha utambuzi wa historia hii na kuendeleza mshikamano, uvumilivu, lakini pia amani iliyopo ndani ya nchi iendelee kutufanya na sisi tushughulike na maendeleo yetu, tuendelee kuwapokea wale ambao wamepoteza amani kwenye nchi zao, na tuendelee kujijengea heshima ambayo leo tunayo duniani kote kuwa Tanzania ni kisiwa cha amani. Hata hivyo, wakiambiwa kwa kufundishwa na kuhamasishwa wataweza kuelewa vizuri. Hii nilikuwa nazungumzia kwa wanafunzi wetu walioko mashuleni. Mbali ya kongamano hili, lakini pia huko shuleni vijana wetu waambiwe na wafundishwe madarasani, kama nilivyosisitiza awali kwa kulifundisha somo la historia. Na historia lazima iguse matendo yaliyofanyika ndani ya nchi huko nyuma, ili kila mmoja ajue mtiririko wa mwenendo wa nchi yetu. Ni imani yangu kwamba kongamano hili litaibua fikra mpya na kila mmoja ataona umuhimu wa kuenzi historia yetu kwa kuepuka masuala yasiyo na msingi katika ujenzi wa taifa letu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa upande mwingine nimefurahishwa sana na jinsi ambavyo uendeshaji wa mijadala katika kongamano hili ambavyo umeelezwa. Nilikuwa napitia kitabu, mada zote, nimeona mtiririko wa mada zile utatufanya na kuwa na uelewa mkubwa sana kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nawasihi mijadala itakapoanza, sote tuwe hapa ndani, tutulie, tusikilize. Pale ambako hatuja na uelewa napo, tusisite kuuliza. Malengo yetu mwisho wa kongamano hili, kila mshiriki na Watanzania wanaotufuatilia kwenye television wawe na uelewa mpana wa mwenendo wa taifa hili. Lakini pia ujumbe huu naotoa kwenu unaenda sambamba pia na msisitizo kwenu wa kutambua umuhimu wa lugha yetu ya taifa ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ndio iliyotuunganisha Watanzania. Lugha ya Kiswahili ndio iliyofanya tukamudu kuokoa pia na mataifa mengine yakawa huru. Lugha ya Kiswahili ndio inatufanya leo kupata mafanikio yote tuliyofikia katika hatua mbalimbali. Tunao wajibu wa kuenzi Kiswahili chetu. Tunaendelea kukifundisha madarasani, tunaendelea kukitumia nchini kote na makabila yote Tanzania. Lakini jukumu letu sasa kuendelea kukitumia popote pale, iwe ni kwenye mikutano ya ndani ya nchi na mikutano ya nje ya nchi. Unapokuwa na wageni, basi wapeni vifaa vya kuelewa kinachozungumzwa kwa kupata mtafasiri hapo, ili aweze kuambia nini kinaendelea kwenye kongamano, kwenye mikutano, kwenye mijadala. Na kwa kufanya hilo, tunao umuhimu wa kuwazalisha wakarimani ambao pia watakuwa wanafanya kazi hiyo, iwe ni kwa viongozi, lakini pia hata kwenye makongamano yetu sisi wenyewe.
Na swala hili pia limeendelea kusisitizwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwamba ni muhimu lugha yetu ya Kiswahili ikatiliwa msisitizo kwenye matumizi yake. Na mimi nataka niwakumbushe tu kuwa hata katika harakati za kulikomboa bara la Afrika, lugha mama iliyotumika wakati huo ilikuwa ni Kiswahili. Kwa hiyo mataifa mengi yameendelea kutumia Kiswahili. Hata juzi ni Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, alipokuwa Uganda, tulikuwa naona alikuwa amehudhuria uapisho wa rais wa Uganda. Jeshi la Uganda lilikuwa linazungumza Kiswahili katika kupeana amri. Juma zigeuka, mbele tembea, heredede. Si heredede ina maana gani, lakini imetumika huko. Sasa hiyo mimi sijui. Ndugu wa Tanzania wenzangu, lazima tutambue kwamba haya yote kuwa ndio matunda yanayopelekea kongamano hili kuwa linatambulika, kwa sababu pia ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyotumika kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 na ambayo sasa inaendelea mpaka 2025 imesisitiza sana kujenga uelewa mkubwa zaidi miongoni mwa mataifa ya uhuru, mataifa ya Afrika, kuhusu urithi wa ukombozi na mchango mkubwa wa Tanzania katika ukombozi wa Afrika, hususani Afrika ya Kati na Afrika kusini mwa Tanzania, kusini mwa Afrika. Hivyo ni matarajio yangu kuona kwamba kongamano hili litazingatia maelekezo ya ilani ambayo pia na yenyewe inaonekana ina mwelekeo mzuri, ina muono mzuri na inatoa pia miongozo katika maeneo yote. Kumbe hata pia na swala ukombozi wa bara la Afrika nayo ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ni ukweli usiopingika kwamba tusipojenga uelewa vizuri kwa mataifa ambayo tuliyasaidia kupata uhuru wao, si rahisi kwa wao kutambua hilo. Kizazi cha nchi hizo kinabadilika na wazee waliokuwepo wakati huo nao wanaisha, lakini nyie ndio ambao mtaendelea kuibeba historia ya mataifa haya. Na kwa msingi huo ni vema tukawakumbusha ili kuendelea kudumisha mahusiano yetu na ushirikiano wetu. Ujio wa wageni wetu kutoka balozi mbalimbali, ujio wa wageni wetu hawa kutoka taasisi za kimataifa ni ishara kwamba wanathamini, wanatambua na wanaheshimu mchango wa taifa letu la Tanzania katika kuleta ukombozi kwenye nchi za bara la Afrika. Tuwapigie makofi viongozi wetu. Tukiwa tunasisitiza ukombozi wa kila nchi kuwa huru, maana yake tunawezesha nchi hizo kujipanua na kujitanua kiuchumi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kama nilivyotangulia awali kusema hapo awali kwamba urithi huu wa ukombozi ulioko nchini sisi kwetu wa Tanzania ni lulu. Jukumu letu kwa sasa ni kutumia vizuri na kujikomboa kiuchumi na kifikira vile vile. Hivyo ni vyema jamii ambazo zinatumia au zinamiliki maeneo au miundombinu ya urithi wa ukombozi wa Afrika ikavitunza na kupata ushauri wa kitaalamu na kuanzisha makumbusho na kuvutia utalii katika eneo hilo ili kujiongezea kipato. Kati ya maeneo ambayo maeneo mengine wenzetu wanayatumia vizuri, mtu binafsi anaweza kuanzisha makumbusho yake na kukaribisha watu kuja kuelewa, na wakati mwingine wengine wanaona umuhimu, wanalipia huduma ambayo unaitoa hapo kila siku. Kwa kufanya hivyo unajipatia kauchumi. Sisi tumeachia makumbusho ya kiserikali pekee, lakini mtu mmoja mmoja mwenye uelewa mpana akapata kujua historia hii, nayo ni fursa kiuchumi pia. Sisi wa Tanzania sasa tubadilike, tutumie fursa hii ya ukombozi wa bara la Afrika na harakati zake zote ambazo Tanzania ndio imeshiriki kukomboa watu wengine, kujianzishia kumbukumbu hizi maktaba, kwa maana ya makumbusho ambazo mtakuwa unatoa huduma kwa kueleza watu vizuri, si tu kwa kuchora picha za kitalii, lakini pia unaweza kuwa na maeneo unaeleza historia ya nchi yako. Hii nayo itumike kama fursa ya kiuchumi kwetu. Nimeambiwa yako maeneo zaidi ya 225 ya urithi na ukombozi nchini, na maeneo hayo yote
ni fursa kwetu iwapo tutatumia vyema. Urithi huu wa ukombozi ukiondoka, utakuwa umeshaondoka na utarudi tena mara ya pili, na unaweza kuondoka tu kama tu na sisi tulioko leo hatuujengei msingi wa kukumbuka hayo na kueleza kila siku kwa watu ambao wanatembelea. Ni matarajio yangu pia mikoa ya Lindi, Ruvuma, Mtwara na Mbeya itakuwa ni mikoa ya kwanza kunufaika na zao jipya hili la utalii wa kiukombozi, ambao pia nimeona maafisa utamaduni wa maeneo hayo wameendelea kuanzisha kuwa na maeneo yatakayokuwa yanazungumzia historia yao. Songea kuna kongamano kule la ukumbukumbu linaitwa Serebuka, afisa utamaduni wa mkoa wa Ruvuma. Kuna kitu kinaitwa Serebuka, kimeanza kuwa kivutio kikubwa sana. Hongera sana, tuwapigie makofi Ruvuma. Hayo ndio mambo ambayo tunayahitaji kupitia tamasha lao la Serebuka ambalo linazungumzia shughuli mbalimbali zilizofanywa na wazee waliopita hapo kwenye kiwanja vya Majimaji. Wako wajasiriamali wadogo wanakuwepo kwenye nyakati hizo, nao pia wakiuza, wakionyesha zana mbalimbali zilizotumika na wazazi wetu ambao wamepigania uhuru. Na wakati mwingine vifaa hivyo ukivitengeneza vizuri vinafurahisha watu, atavihitaji, basi atakupa chochote kwa huduma ya kumwandalia kitu hicho. Hiyo ndio fursa ya kiuchumi. Wengine maeneo mengine tuige haya. Ndugu wa Tanzania wenzangu, napenda kusisitiza kuwa serikali pekee haiwezi kutimiza jukumu hili la kuhifadhi na kulinda urithi wa ukombozi tulionao. Mtakumbuka kuwa harakati za ukombozi wa Afrika zilihusisha makundi mbalimbali katika jamii kama vile kundi la wanasiasa, kundi la viongozi wa dini, vyama vya ushirika, wasanii wakiwepo wanamuziki, wanamichezo, lakini pia sanaa za kuigiza nazo zimetumika sana katika kushiriki ukombozi, lakini pia machifu na wazee wa kimila wana mchango mkubwa sana, wasomi wa makundi mbalimbali ya haki za binadamu, lakini pia na taasisi za kimataifa zilishiriki sana kwenye ukombozi wa bara hili la Afrika, ikiwemo na nchi yetu. Ndani ya makundi hayo yote upo urithi ulioachwa, ambapo ni jukumu letu sasa kuulinda ili kizazi kijacho kijifunze na kuweza kuendeleza. Ndugu Watanzania wenzangu, katika hili naomba nitoe wito kwa Watanzania wote ya kuwa makundi yote niliyoyataja au mtu yeyote ambaye ana mali za urithi wa ukombozi, yaani urithi unaoshikika au usioshikika, iwe chombo, mziki, nguo, aina yote ya kitu kilichotumika wakati wa harakati za ukombozi na chenye uhalisia wa kihistoria au simulizi zake, naomba mtu, kundi au taasisi hiyo kama itaridhia iwasilishe katika makumbusho ya urithi wa ukombozi wa Afrika iliyoko Dar es Salaam, mtaa wa Garden Avenue, mkabala na ubalozi wa Canada, ili tuweze kuhifadhi na kuwa kumbukumbu kamili. Wizara katika hili, simamieni upatikanaji wa vifaa hivi ili viweze kuwekwa kwenye makumbukumbu zetu na inaweza kuelezwa na watu ambao wanaofahamu wa historia hiyo. Tuvipeleke hivyo vitu ili vihifadhiwe kitaalamu ili visiweze kupotea. Niwaahidi kuwa sio tu kuwa vitu hivyo vitakuwa mali ya serikali, la hasha, vitaendelea kuwa ni mali yako wewe unayepeleka kwenye makumbusho hayo. Itaweza kuwa pia ni mali ya kikundi chako kama kifaa hicho kitapelekwa na kikundi, na pia taasisi mbalimbali ambazo zitapeleka, bado mali hiyo itabaki kuwa ya taasisi. Wizara itaratibu vizuri. Si serikali, kazi yetu ni kuvitunza na kuhakikisha usalama wake unakuwepo. Ndugu wa Tanzania, najua nimeeleza mengi hapa kuhusu haya yanayogusa kongamano hili la ukombozi wa bara la Afrika pamoja na nchi yetu. Naomba sasa niweke maneno machache ya msisitizo ili kusheneza kongamano hili ambalo mtalijadili hapo baadaye. La kwanza, kwa wizara yenyewe ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kwamba mshirikiane na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI,
katika kuhakikisha kwamba mnafanya tathmini ya hali ilivyo maeneo ya urithi wa ukombozi yaliyopo katika mikoa na mamlaka zetu za serikali za mitaa, ili kushirikisha nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, hususani nchi za kusini mwa Afrika, tukishirikiana na sisi kuyaendeleza maeneo hayo na kuyaratibu vizuri maeneo hayo na majengo ya urithi. Miaka miwili iliyopita tulitembelewa na Rais wa Afrika Kusini, Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, na mimi nilipata nafasi ya kuandamana naye kwenda Mazimbu. Alitamani sana kuona uhifadhi wa kumbukumbu za kambi lililokaliwa na wa South Africa katika mapambano yao kuelekeza kupingana na ubaguzi wa rangi. Mheshimiwa Rais alifurahi sana alipokuta kumbukumbu mbalimbali zilizowekwa kwenye chumba maalum kinahifadhiwa, ni pamoja na kwenda kuona makaburi ya waliopigania uhuru, wanaharakati wa South Africa ambao walikuwa hapa nchini. Akakuta majina yanayofanana na jina lake, kina Ramaphosa walikuwa pale, kumbe nayo ilikuwa ni sehemu ya familia ya waliopigania uhuru. Sasa bila sisi Watanzania kutunza kumbukumbu ile, kitu hicho kingepotea, na bila sisi kuwa na kumbukumbu hiyo, wa South Africa wasingeendelea kutukumbuka. Kwa hiyo tunalo jukumu la kuendelea kutunza urithi huu. Kwa hiyo Wizara ya Habari pamoja na TAMISEMI, wenye mamlaka za mikoa, wenye mamlaka na halmashauri mpaka vijiji, ni vizuri mkakaa pamoja, mwanze kuainisha haya ili tujue wapi tuna fursa ipi ya kupata kumbukumbu za wapigania uhuru. La pili, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii kuyatambua maeneo yanayokidhi vigezo vya kuingizwa katika gazeti la serikali na kuwa urithi wa taifa ili yalindwe kisheria kama ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 inavyoelekeza. Tatu, programu ya urithi wa ukombozi ianze kutoa elimu shuleni na kufungua klabu ya kujifunza masomo ya kihistoria kwa kushirikiana na TAMISEMI pamoja na Wizara ya Elimu, ambayo pia iwekwe kwenye curriculum, mitaala. Alafu pia kwenye syllabus nako kutaeleza mnapotaka kusoma hili unapata elimu hiyo wapi. Mnapoandaa study tour mnakwenda hapo kwenda kujifunza zaidi. Hili ni jambo muhimu sana. La nne, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI ikiwemo na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Wizara ya Elimu zihakikishe lugha ya Kiswahili inatumika kwenye mikutano ya ndani na nje kama ambavyo nimesema mwanzo, na kuzalisha wakalimani wengi ili kutafsiri pale panapohitajika. Hili nilitamka pale mwanzo, kwani nimeliweka kwenye msisitizo. Tukiwa tunakamilisha kueleza swala ukombozi wa bara la Afrika, ambako Tanzania ni miongoni mwa nchi iliyoshiriki kwenye harakati hizi kwa kukomboa taifa letu na kushiriki kukomboa mataifa mengine, naamini kongamano lenu litaleta manufaa makubwa. Lakini natambua kikao hiki kinajumuisha maafisa utamaduni na maafisa michezo. Liko swala la michezo ambalo pia linajenga msingi imara wa kuwafanya Watanzania kuwa na afya, Watanzania kuendelea kufanya kazi zao vizuri kwa uhakika, lakini kushiriki pia kwenye michezo mbalimbali duniani huko na kulitangaza taifa letu. Nafahamu pia kongamano hili linafunguliwa sanjari na kikao kazi cha maafisa utamaduni na maafisa michezo wa mikoa ambacho itaanza kesho kwa mujibu wa Katibu Mkuu, inayojumuisha pia maafisa hawa kutoka mamlaka ya serikali za mitaa kote nchini. Mtaendelea tena mfululizo kwa siku mbili mkijadili haya. Nipende kuwaambia kuwa ninyi ni kiungo muhimu sana baina ya serikali na jamii tulionayo. Ni vyema sasa muendelee kusimamia sera, sheria, kanuni za nchi, hususani katika sekta zenu, ili kuhakikisha kwamba jamii inanufaika na sekta zenu za utamaduni na michezo. Lakini pia sanaa ni sehemu ya maeneo haya ambayo sisi tunatilia mkazo kuwa kwenye maeneo yetu lazima yasimamiwe. Nafahamu mnazo changamoto nyingi zinazowakabili katika utendaji wenu wa kazi. Moja,
swala muundo wenyewe wa kufanya kazi. Na kwa bahati nzuri na mimi nimetoka huko, najua kuna tatizo hilo. Nadhani sasa wizara isimamie muundo uliopo sasa wa uwepo wa maafisa wa utamaduni mikoani mpaka wilayani, hauko bayana. Lakini pia muundo unaoweka afisa michezo ngazi ya mkoa na wilaya na namna wanavyofanya kazi hawa watu wawili, afisa utamaduni na afisa michezo, bado hauko bayana. Hata huyo afisa michezo ambaye yuko kwenye halmashauri hana idara inayomwezesha kuwa na ubunifu wa taaluma ya michezo alionayo na kuendeleza michezo yenyewe. Kwa hili ndio moja kati ya changamoto ambayo pia mkiwa hapa kwenye kongamano lenu mnaloanza kesho, hilo liwe ni sehemu ya ajenda. Mtoe mapendekezo ya tunapagawa vipi hapa, ili kila mmoja, afisa utamaduni ashughulike na utamaduni, afisa michezo ashughulike na michezo, kwa sababu kwenye utamaduni kuna mambo chungu nzima, kwenye michezo nako kuna mambo chungu nzima. Sasa lazima tuwe na muundo unaofafanua haya, ili kila mmoja tunapokwenda kumfanyia tathmini afanyiwe tathmini mtu ambaye ana taaluma yake. Hili nalo litasaidia sana. Kwa ili kufanya haya, ni vizuri sasa kwenye mjadala huo mkawa na wakilishi pia kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, ambao pia ndio wako kwenye mamlaka zetu za mikoa, lakini pia na wakilishi kutoka Wizara ya Utumishi ambao watakao wasikie mjadala huo, waondoke wakatengeneze muundo wa utumishi ambao pia utaweza kubainisha haya, ili kila idara iweze kujitegemea na zifanye kazi yake vizuri. Lakini vile vile nafahamu kuwa mna changamoto ya kibajeti sambamba na kutoingia kwenye vikao vya maamuzi na management, kwa kuwa wengi wenu sio wakuu wa idara au wakuu wa vitengo, na mnawakilishwa tu na mkuu wa idara ambaye si mtaalamu wa eneo la utamaduni wala michezo. Kwa hiyo mwenendo wa uendeshaji wa sekta hizi mbili umekuwa ni changamoto kwenye halmashauri, hata kwenye ngazi ya mkoa. Hili linaweza kufanyiwa kazi, mkaruhusiwa kuingia. Kwa mara nyingi mnaonekana kama wasikilizaji tu, na wala unakuwa sio mchangiaji, na ukichangia mkuu wa idara anakuambia mimi ndio mkuu wa idara hapa, kwa hiyo wewe huwezi kusema chochote. Ndio kwa sababu hatufiki mbali. Kwa wizara za ofisi ya Rais TAMISEMI, habari, utamaduni na michezo, na wizara ya elimu, ni muhimu sana tukabainisha haya, ili sasa kila mkondo tuwe na mpango wa kuendeleza watendaji wetu. Leo tuna chuo cha michezo Malia, wanao graduate pale haujulikana wanaishia wapi. Hata hapo Bagamoyo wakishamaliza maafisa utamaduni pale wanakokwenda wapi? Wanabaki tu na mwisho wanaishia kuunda kikundi kama hicho kikisubiri kongamano kama hili. Baada ya kongamano hili hawana kazi. Kwa hiyo hili nalo lifanyiwe utaratibu. Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa pamoja na TAMISEMI na pamoja na elimu ina vyuo vilikuwa vinafundisha michezo, elimu kwa michezo muda huo, kama vile Mwanza, Butimba, chuo cha walimu. Wale graduate wote sijui wako wapi. Kama wako wamechomoka ni kwa jitihada binafsi zaidi. Lazima tuwe na mfumo endelevu. Anayemaliza Butimba kutoka hapa anaenda wapi? Anayemaliza Bagamoyo akitoka hapa anakwenda wapi? Anayemaliza Mali akitoka pale Mali anakwenda wapi? Sasa haya lazima yaelezwe vizuri na wizara. Kwa hiyo bado umuhimu wa kukaa kwenu, Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu yabainishe kikamilifu, ili tuweze kuwa na kitu ambacho tunakuweza kukiita endelevu. Vinginevyo tutakuwa tunawaita kwenye kongamano kama hili, wanajadili vitu ambavyo vitekelezeki, alafu wanakaa hapa siku mbili wanarudi, hakuna kinachoendelea. Kwa maana wa kongamano yanakuwa haupo, kwa sababu tunajadili vitu ambavyo vitekelezeki. Tubadilike, tubadilishe muundo ili kila mmoja afanye kazi yake.
Mwezi ujao tarehe 8 nitakuwa mkoani Mtwara kuzindua michezo ya au MITASHUMTA au MISETA. Lakini michezo hii ingawa inachezwa huko haina mtiririko. Yaani mimi naenda kesho kutwa kuwatia moyo tu, lakini haina mtiririko. Wameanza wapi? Mfumo wake ukoje? Leo naenda Mtwara kitaifa, je, mmeshindana kiwilaya au mmeshindana kimkoa au mmechukua tu kundi mmelipeleka kwenye taifa? Haya ndio yanayosababishwa kutokana na kukosekana kwa muundo. Tukishakamilisha huku chini, tukienda kwenye taifa tunajua. Taifa hili lipata heshima sana kupitia michezo na utamaduni. Vikundi vya utamaduni vya nchi hii vimeenda kwenye nchi mbalimbali, Korea, China, kwenda kuonyesha kazi za sanaa. Leo kule China, Japani, kuna mtu wetu mmoja kwa ubunifu wake anaitwa Bogojo, yuko huko, lakini hakuandaliwa. Ni yeye tu basi, kwa sababu anaweza kuvunja viungo, anaenda kuwachekesha kwa kuvunja viungo, lakini ule msingi wake haukuandaliwa. Lakini tunao vijana wa aina hiyo wengi mno. Kwa kukosa muundo na mfumo, wanaishia mtaani, kila mmoja anajishughulisha kivyake. Hili nalo lizungumzwe na liratibiwe vizuri. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tuna uratibu vizuri haya, na tuanze kuhamasisha uwepo wa michezo, sanaa, utamaduni kwenye maeneo haya kutoka ngazi ya vijiji, ili tuweze kuwaibua walio wengi zaidi. Na wala tusisubiri tena mpaka viongozi tena tuje tutamke tena hapa. Tuanze mara moja na tupate taarifa ya mpango huu ambao mmeupendekeza. Sasa kwenu nyie, tumieni taaluma zenu kwa kushirikiana na viongozi waliopo kwenye maeneo yenu. Tuna kundi la wakurugenzi kutoka wizara hapa, naamini kwenye makongamano watajitokeza kueleza mipango yao ya wizara ambayo pia itapelekea utekelezaji. Kwa sababu tu huko mfumo hujakaa vizuri, atakuja kuwaeleza, lakini kule bado hakujakaa. Ni vizuri wakuu wa idara, wakurugenzi wa wizara mlioko ndani ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, mkalieleza hili afu mlisimamie vizuri, ili idara zenu, kurugenzi zenu zifanye kazi mpaka kule kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Yote ni serikali. Wizara ya Habari ni serikali, TAMISEMI ni serikali, usimamizi ni wa pamoja. Kwa hiyo tuweze kufanya kazi hiyo, tuweze kufanya hiyo. Kwa mfano, sasa hivi hatuwezi kuwa na ofisi ya Baraza la Michezo, Baraza la Sanaa, bodi za filamu, wala taasisi hatimiliki zikaenda kila mkoa na kila wilaya. Kwa nini tusiwe na muunganiko huo? Kama tuna Baraza la Sanaa, kwa nini kule mkoani tusiwe na chombo hicho kikawa na katibu wa baraza? Tunamtumia afisa utamaduni peke yake, anafanya yote hayo, mengine hayako kwenye profession yake. Huku mkurugenzi wa juu ana profession yake. Leo mkurugenzi wa michezo yuko hapa, anashughulika na michezo yote, lakini kule chini unakuta mtu afisa michezo kesho anaambia nenda kaangalia vikundi vya ngoma. Hiyo haijakaa vizuri. Tuibainishe, kila mmoja afanye kazi yake. Mimi naamini jambo hili litazungumzwa kwenye vikao vyenu. Kwa hiyo leo hii nilikuwa nataka kutuonesha haya kwa sababu najua kesho mna mjadala mpana. Sasa baada ya kuwa nimeeleza haya, naamini ameshapokelewa, basi na mimi naona nimezungumza muda mrefu. Naomba sasa niishie kuhitimisha maelezo yangu haya kwa kuwatakia majadiliano ya uwazi pande zote mbili kwenye ukombozi wa bara letu la Afrika, lakini pia na eneo hili la michezo kama ambavyo ratiba imeeleza. Katika uchangiaji wenu, uwazi ni muhimu sana. Weledi wa kutoa mawazo yenu ni muhimu sana. Lakini pia kuibua masuala ya kimsingi yatakayoweza kuijenga taasisi hiyo, tasnia hiyo, lakini pia na malengo ya taifa ni jambo muhimu sana. Lengo letu ni kusonga mbele. Serikali ipo nanyi, na iwapo kutaibuka swala lolote la kisera au la kisheria itapokelewa. Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri ni wabunge na wako huko kwenye wizara. Nyie mkishasema jambo kama linakwazwa kisheria, wanalibeba wao, wanatengeneza mswada, na mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya sheria inayopitia miswada pale bungeni.
nikilipata hilo nitalisukuma haraka sana liende bungeni kwenda kulifanyia kazi. Ndugu washiriki wenzangu, nilipokuwa natambua viongozi machifu mbalimbali, leo tuna bahati mbali ya wale machifu ni wataja wa Usukumani, mzee Shibuda na mzee Doto, kumbe kuna chifu wa Wangoni na mimi nina nasaba kule Ungonini. Huyo chifu wa Wangoni wa kwetu huko Ungonini huko Ndamasi Inako, yule ndio chifu wetu. Kwa hiyo tunatambua pia uwepo wake. Haya ndio mambo tunataka, na tungeanza kuagiza hapa machifu. Tuna machifu wengi na bado wanaendelea kusimamia mila desturi za makabila yao. Mimi kila siku nikienda Iringa huwa napokelewa na machifu wa Kihehe. Inapendeza mno, inapendeza mno. Siku moja nilienda kule Urambo Tabora, nikapokelewa na chifu wa Unyanyembe na wake na mzee Fudikira. Inapendeza mno. Tujenge utamaduni huu na wale wana historia ya kwenye kabila lake, na hii ndio ambayo itakuwa inasaidia kuweka kumbukumbu. Kwa jambo hili ni muhimu sana. Kwa hiyo nimalize tu kwa kutaka washiriki wenzangu na Watanzania wote kuendelea kufuatilia kongamano hili kuanzia leo mpaka kesho kutwa. Yale yote yanayojadiliwa yawe sehemu ya kumbukumbu zetu, na kama nilivyosema mwanzo tuyaendeleze na kwa kuyahifadhi zaidi. Baada ya kusema hayo, naomba sasa kutamka kuwa kongamano la kutambua historia ya mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara Afrika pamoja na kikosi kazi cha maafisa wa utamaduni na michezo ambacho kitaanza kesho kimefunguliwa rasmi leo hii. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na yote haya yaongozwa na salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza. Makofi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba yako nzuri kabisa na maagizo ambayo umeyatoa leo hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgeni wetu rasmi mahala hapa, kuna wimbo maalum kwa ajili ya shughuli hii. Kwa ruhusa yako, naomba sasa nimkaribishe Peter Msechu. Karibu Msechu kwa wimbo maalum. Yasipasa kutambua, kulindana na kuendeleza, kuhifadhi mikono namna hii wa ukombozi wa Afrika, namna hiyo uratibu na kusimamia kwa kituo kikuu cha ulinzi wa ukombozi wa Afrika, Dar es Salaam, uratibu tafiti, kutangaza taarifa za urithi wa Afrika. Tunaimba sasa. Mwalimu Nyerere, Kennedy Kaunda, unaimba tu oye. Mora Machel, oye. Felix Hama, oye. Agostino Neto, oye. Mashujaa wa Afrika, oye. Ulinzi wa ukombozi, fahari Afrika, tuzidishe umoja, tuzidishe amani. Urithi wa ukombozi, fahari Afrika, tuzidishe upendo, tuzidishe upendo. Namna hii, makofi piga hapa. Kama unapenda ukombozi wetu namna hii. Namna hii, tuko Wizara ya Utamaduni na Afya, tunajidai tuko nyumbani, sio? Twende.